kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania na kuletea mbiu ya kusini na miongoni mwa habari tulizonazo juma hili. Ibada kwa kanisa la Viziwi imefanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, huku ikiongozwa na kiongozi wa misheni ya uinjilisti ulimwenguni. Mwenyekiti wa conference ya SEC ameyataka makanisa ya Waadventista wa Sabato kununua masomo ya sauti ya unabii kama njia bora ya kuwafikia watu wengi kwa neno la Mungu. Katika habari za kimataifa, kusini mwa Peru, viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamejitolea ili kuunda sehemu mpya ya ibada. Na katika habari za muziki na maburudisho, kwaya ya The Light Bearers watoa wimbo mpya. Naam, hujambo na karibu katika taarifa ya habari kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Mimi ni Mbonea Daniel. Ibada kwa kanisa la Viziwi imefanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, huku ikiongozwa na kiongozi wa misheni ya uinjilisti ulimwenguni. Tupate taarifa zaidi. Kwa hii ni uzoefu mzuri sana ambao Peter anatufundisha maisha. And what an experience for him to share. Je, huu ni uzoefu gani ambao tunaweza kushiriki pamoja? We each can have experiences of walking with Jesus. Kila mmoja anaweza kupata uwezo wa kutembea na Yesu. And that's what he wants for each na hicho anachokitaka kwa kila mmoja wetu. I'm with Gospel Outreach. Gospel Outreach is a non-profit organization. Nimetoka katika taasisi iliyopo kule Marekani inayohudumia watu wenye ulemavu wa kusikia. Nimefurahi sana kuwepo hapa Tanzania na kukutana na ndugu hawa wasiosikia. Na nimefurahi zaidi kuona kile Mungu anachofanya kwa watu hawa. Ujumbe wetu mkuu ni kueneza ujumbe wa neno la Mungu, na nimezunguka nchi 11 kwa ajili ya kutoa misaada na kuwawezesha wasiosikia kwa ajili ya utume wa neno la Mungu. It's been a great trip. I enjoy the country very much and I'm just excited about what God is doing. Imekuwa sabato ya pekee sana ya hawa watu wenye ulemavu wa kusikia, na tulichagua kukutana nao hapa katika kanisa la Magomeni Mwembechai, kanisa la Waadventista wa Sabato, na imevutia mno kuwaleta pamoja hawa rafiki zetu wenye ulemavu huo wa kusikia bila kujali madhehebu yao, bila kujali wanakotoka, na walikuja kwa wingi. Huenda kama mtu angehesabu walikuwa mamia kadhaa, labda 200 300, na ulikuwa wakati mzuri walipokuwa wanahudumiwa, na hasa kwa sababu tumekuwa na mgeni ambaye ametoka eneo la Marekani kule, naye ni mchungaji anaitwa Dan, ambaye anatokea taasisi inayohusika na kuwahudumia wenye ulemavu wa kusikia. Tunawaombea wenzetu wa hali hii ya ulemavu wa usikivu, lakini niseme hili nalo kwamba tumetiwa moyo kwamba hata baada ya ubiri la mchungaji Rashid ambaye ni mchungaji mwenye ulemavu huo, wito ulipotolewa walijitoa na 2 leo wamebatizwa. Tumekuwa na program leo katika kanisa Magomeni, tukiwa na ile kanisa la watu ambao ni viziwi, likiwa limeongozwa na viongozi wa conference, mchungaji Bambaganya pamoja na mchungaji Godin Tunayo ambaye ni mwenyekiti wa Union. Lakini tulikuwa na mgeni kutoka Marekani anayeongoza huduma ya Gospel Outreach Mission au Ministry. Ameweka zaidi ya vituo 2000 duniani kwa ajili ya kufadhili watu, kuwafikia watu wenye katika maeneo mapya, hususan viziwi na pia na watu wengine ambao ni maeneo magumu kufikika. Mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni ili kupata taarifa zaidi na kutoa maoni katika akaunti zetu zinazoonekana hapo kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji, na hivi sasa tutupie macho katika habari zingine zilizotufikia kwenye dawati letu la habari juma hili.
Mwenyekiti wa conference ya SEC ameyataka makanisa ya Waadventista wa Sabato kununua masomo ya sauti ya unabii kama njia bora ya kufikisha ujumbe kwa watu wengine. Mtambo Mngereza ana taarifa zaidi. Akizungumza katika hafla hiyo, Mchungaji Sikazwe amepongeza kazi kubwa iliyofanyika katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa jengo la ibada linalomtukuza Mungu, ambapo ni maeneo haya ya Kiluvya hivi sehemu za Kiluvya. Kazi hii imeanzishwa mahali hapa na wamefanya effort yao au mahubiri ambayo hayakuwa ni mahubiri ya hadhara sana, ila ni mahubiri yale ambayo ya nyumba kwa nyumba. Wamesomesha wanafunzi, wamehitimisha wanafunzi 100, lakini waliohitimu na kupewa vyeti ni wanafunzi 76. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, na wamejitoa watu 6 kwa ajili ya ubatizo. Kwa hiyo ni kazi nzuri sana ambayo kwa kweli waifanya watu hawa. Wito wangu kwa washiriki wa SEC kwamba jamani, swala la masomo ya sauti ya unabii ni njia moja na bora sana ya kuweza kuwafikia watu wengi sana, kwani watu wanahitaji wapate elimu ya maandiko, na kwa hivyo kwa njia hii ya kusomesha ina mafanikio makubwa sana. Kwa upande wake, Bisanga, mkurugenzi wa idara ya uchapishaji kanda ya Kibaha, amesema kuwa uzinduzi wa kundi la NSSF linalosimamiwa na kanisa la Adventista Sabato Makurunge ni hatua muhimu katika kusambaza elimu ya kiroho kwa jamii. Kanda ya Kibaha ina mitaa 10, ina makanisa 24. Na moja ya makanisa yetu ni mtaa wa Makurunge, na mwaka huu 2025 kama ilivyopangwa na division kuwe na effort, na hivyo sisi kama kanda ya Kibaha kwa kuzingatia jiografia ya maeneo yetu tukaona kwamba tuhusike kikamilifu kufungua kundi jipya, na hivyo basi tuna imani kwamba baada ya hapa kutakuwa na kanisa kubwa kabisa ambalo litaitwa NCCF SDA Church. Msimamizi wa mahubiri hayo amepongeza juhudi za washiriki na kusisitiza umuhimu wa kuendeleza utume wa kueneza Injili kupitia masomo haya ya Biblia. Ninaitwa Mchungaji Manjale John, lakini jambo kubwa ambalo tunamshukuru Mungu katika eneo hili ni ule mwitikio wa watu kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Hatujakumbana na changamoto nyingi sana. Wahitimu wa masomo ya sauti ya unabii wameshukuru kwa fursa waliopewa kujifunza neno la Mungu majumbani mwao, na wameahidi kueneza mafundisho waliyopata kwa wengine. Kwa jina anaitwa Daniel Hamisi, na kwa hawa wainjilisti ambao wamepita nyumba kwa nyumba, wamefanyika kuwa chachu nzuri sana kwa sisi wengi ambao tuliokuwa majumbani, kwa sababu muda mwingi watu hawapitiwi wala hawatembelewi kwa ajili ya kujifunza kwa habari ya kumjua Mungu. Kwa kuwa tumetunukiwa hivi vyeti, na sisi tuendelee kuisambaza Injili, kuwafikishia uinjilisti watu wengine wapate kumjua Kristo na kujua kanisa la kweli ni lipi. Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Makurunge, mimi ni Mngereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Asante sana Mtambo Mngereza kwa taarifa hiyo. Kufuatia juma la maombi la vijana ulimwenguni, watumishi wa conference ya Nyanda za Juu Kusini wameshiriki katika juma hilo kwa kutoa hamasa kwa kila mtumishi kujiunga na kushiriki katika kufikia ulimwengu kupitia idara ya vijana. George Mutarogwa ana taarifa zaidi. Katika ibada za maombi ambazo zimeendelea katika ofisi za conference ya Nyanda za Juu Kusini, watumishi wameonyesha mwitikio mkubwa wa kuvaa sare za idara ya vijana, huku wakishiriki katika matukio mbalimbali ya ibada. Katika ofisi ya jimbo la Nyanda za Juu Kusini ama conference yetu ya Nyanda za Juu Kusini, tunamshukuru Mungu kwa ushiriki mkubwa wa watumishi katika juma hili. Hakika tunamtukuza Mungu kwa mwitikio mkubwa ambao umeonekana wazi wazi kwa watumishi kuvaa sare, lakini kushiriki katika program zote, ikiwemo utoaji wa masomo, lakini pia uimbaji na huduma za maombi. Aidha,
Msimamizi wa masomo hayo, mkurugenzi wa idara ya afya Daktari Gabriel Kisondela, amesema masomo hayo yamelenga kutoa mbinu za namna ya kuzifikia jamii ambazo bado hazijafikiwa, kwa kuwa Mungu hana ubaguzi. Msisitizo ni kwamba Mungu anataka kabisa jamii iweze kubadilika, hasa katika jamii zile ambazo zimesahaulika. Mungu anataka kabisa kila jamii, haidhuru kwamba iwe ni jamii ya namna gani, iweze kufikiwa, kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo, hana ubaguzi. Jamii ambayo iliyobadilishwa iwe ni vijana. Unajua vijana sasa hivi wako katika changamoto kubwa sana. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na wengi wanaishi katika maisha ya ponda maisha kufa kwaja. Huo ni msemo wa mtu aliyekosa matumaini. Mtu ambaye anaishi tu hapa tu na ategemei kwamba huko mbele ya safari kuna kitu ambacho kinachotarajia. Lakini sisi kama Wakristo tuelewe uliko tumaini. Naye Eswayelo na Elijio Malongoza ambaye ni msimamizi wa ibada amesema wameamua kufanya hivyo ili kutoa hamasa kwa watumishi kujiunga na vyama vya idara ya vijana. Lengo kubwa ni kuhamasisha idara ya vijana iendelee kukua zaidi na kusonga mbele kwa ajili ya kazi ya utume na kuimaliza kazi ya Mungu katika ulimwengu wote. Mara ya kwanza tumeanza kwa kuhamasisha ofisini hapa kwamba watu tuhudhurie ibada wenyewe, halafu tukishahamasisha idara katika ofisi yetu, baada ya kupata watu zaidi ndipo tukaalike watu wengine. Masomo hayo yamekuwa na mbaraka mkubwa kwa vijana na watu wa rika mbalimbali, kama ambavyo inashuhudiwa na wale waliohudhuria na kushiriki katika juma la maombi katika ofisi hizo. Katika juma hili la vijana nimejifunza vitu vingi, ikiwemo na kuwafikia watu wa aina tofauti tofauti, kuwakumbusha na kuwafundisha juu ya kumjua Yesu huyu ambaye tunamwamini. Ninachoweza kukifanya kuwafikia watu ambao hawajaujua ukweli, cha kwanza ni kuchangamana nao, lakini pia kujua desturi zao na tamaduni zao, kuungana nao kwa pamoja na kuanza kuongea nao taratibu ili kuweza kuwafikia kiurahisi. Juma hili limeweza kunibariki kwa namna ya pekee. Kwanza kujifunza namna ambavyo tunaweza kupeleka injili kwa watu wengine ambao hawajamjua Mungu. Kwamba wito wetu kama vijana, sisi tunaandaliwa vijana ili tuweze kufanya kazi yake. Kwa sababu vijana ndio ambao wanaandaliwa kuwa kanisa la baadaye na kuwa viongozi. Msisitizo mkubwa wa masomo haya katika juma la vijana ni juu ya kuwafikia watu na jamii mbalimbali, makundi mbalimbali, na ikiwa imebeba taswira ya jamii iliyobadilishwa. Nikiripoti kutoka yalipo makao makuu ya ofisi za Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa, Hope Channel. Asante sana George Mutarogwa kwa taarifa hiyo, na hivi sasa tuelekee tena katika conference ya SEC ambapo waimbaji wa kanisa la Adventista wa Sabato wamehimizwa kujifunza muziki kitaalamu ili kuleta utukufu katika ibada. Mtambo Mngereza ana taarifa zaidi. Dr. Watson Maibasa akizungumza na Hope Channel Tanzania wakati wa hitimisho la kongamano la muziki kanda ya Mbezi, alisisitiza umuhimu wa elimu ya muziki kwa waimbaji wa kwaya za kanisa. Alisema kuwa kusoma muziki kunasaidia waimbaji kuelewa kanuni za uimbaji sahihi, hivyo kuboresha huduma yao ya uimbaji kwa utukufu wa Mungu. Nimekuja mahali hapa kumwakilisha mkurugenzi wa idara ya huduma za muziki katika conference hii, Mchungaji Hezron Mgwenya, ambaye amepata uzuru kongamano hili au semina hizi. Waimbaji wamejifunza mambo mengi. Tunamshukuru Mungu kwamba walimu walikuwa makini, waliwasaidia kila kwaya iliyoimba, waliwaeleza makosa wanayoyafanya, na kwa kweli waimbaji pamoja na walimu wamekubali kwamba kweli wanapaswa kuimba. Na thimu yetu kubwa tulikuwa tunasema uimbe kwa akili. Maana yake ni kwamba uimbe ukiwa unaelewa unamuimbia nani na unaimba kwa sababu gani, na sio kuimba tu kwa sababu ni kuimba. Wito wangu kwa waimbaji wengine mahali pote wanaposikia, tafadhali nendeni msome. Sio kwamba msome wote, wanaweza kasoma walimu wachache katika kila kanisa mahalia, wakajifunza muziki unavyotakiwa kusomwa, unavyotakiwa kuimbwa, ili waimbe muziki unaoeleweka. Naye mratibu wa idara ya muziki kanda ya Mbezi, ndugu Sifuni Moses, alibainisha kuwa moja ya changamoto kubwa inayozikabili kwa nyingi ni mtazamo kuwa makongamano kama haya ni mashindano badala ya fursa ya kujifunza. Lakini lengo letu sio mashindano.
lengo letu sisi ni kutengeneza aina ya muziki ambao utamtukuza Mungu wa mbinguni. Sasa kwa sababu ni mchakato wa muda mrefu, tulivyoanza miaka mingi ya nyuma na sasa tofauti. Kwa sasa tunapoelekea ni kwamba kwa nyingi zimebadilika, zimeanza kuelewa. Wakufunzi wa kongamano hilo walieleza kuwa kongamano hilo liliambatana na semina hizo zililenga kuwajenga washiriki uwezo wa kutafsiri muziki kwa usahihi, kutumia alama ya muziki pasavyo na kuzingatia nidhamu ya uimbaji wa kwaya. Mwalimu Yona Chala ni mratibu wa muziki ambaye nasimamia jimbo. Muziki imekuwa ni sanaa ya juu zaidi ambayo Mungu aliweka kwa wanadamu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wake na kusababisha toba. Muziki mzuri unasababisha toba. Kwa hiyo tumwendee Bwana kwa moyo wa ukamilifu na vile vile kwa nyimbo zinazofaa, hasa nyimbo za uinjilisti. Naitwa Mike Ndimbo. Kwa hiyo tumeweza kujifunza kuhusiana na rhythm, jinsi ambavyo rhythm sahihi inapeleka katika faida za kuwa na harmony ya moyo, harmony ya afya yote kwa ujumla, lakini rhythm mbaya inapelekea kuwa na kinyume cha hayo ambayo nimetoka kuyaongea. Lakini kibaya kuliko vyote, kwa kadri unavyokuwa na rhythm ambayo sio sahihi, inakupelekea hata kuweza kuwa na maadili ambayo sio sahihi. Kwa hiyo nimeweza kuongea hayo, na kiukweli nimechota sehemu ndogo tu ya yale ambayo nimeyaandika katika kitabu hiki ambacho kinaonekana hapa, ambacho kinaitwa Juu Zaidi ya Mbingu, Chini Zaidi ya Kuzimu. Kwa upande wao, walimu wa kwaya walieleza kuwa wamepata maarifa mapya na wameahidi kuyafanyia kazi ili kuboresha huduma yao ya uimbaji. Jina langu nafahamika kwa jina la Mrs. Majani. Ninaimba kwaya ya Kinyerezi SDA Church. Na mimi ni mwalimu muimbishaji wa kwaya ya Kinyerezi SDA Church. Si kila wimbo unaotakiwa kuimbwa kanisani. Nyimbo zinazoimbwa kanisani zenye falsafa wa Adventista Sabato ni zile ambazo nyimbo ambazo watu wanaimba kwa akili. Akili hiyo inaongozwa na maandiko matakatifu. Ni nyimbo ambazo melody yake, rhythm yake zinakwenda kwa utaratibu maalum. Sio unaweka melody mradi yoyote, mradi melody tu, na sio rhythm yoyote, mradi rhythm tu. Kwa hiyo ni nyimbo ambazo zina melody inayokubalika, nzuri, inayomtukuza Mungu, rhythm inayomtukuza Mungu, na harmony. Nyimbo zenye harmony tamu, uwiano mzuri wa sauti zilizopangika katika utaratibu wa kimuziki. Naitwa Mwalimu John Samueli Mboje. Tuna divine music na secular music. Sasa hii divine music ambao ni muziki maalum kwa ajili ya ibada, una mwendo wake na mapigo yaliyo sahihi. Kwa mfano, katika mwendo wa wimbo kuna pigo la kwanza ambalo lile ndio linakuonyesha utembee vipi katika wimbo, inaitwa strong beat. Kwa hiyo number 1 ni strong beat. Kwa mfano tulivyojifunza sasa, natoa mfano wa wimbo. Kwa mfano nitoa wimbo wa twendeni askari watu wa Mungu. Twendeni askari watu wa Mungu. Unaona wimbo unapoanguka. Sasa hii strong beat ikitumika vibaya inaokuondoa katika ubora wa muziki wa Kikristo. Kwa maana ya kwamba hii strong beat ikiingia katikati tayari imeshaleta vurugu. Na hapo ndipo unapata vitu kama bongo flavor, unapata ma hip hop, unapata rock and roll. Yes, na hiyo muziki ya rock and roll, reggae na nini haitakiwi kanisani, sio muziki ya Kikristo. Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Mbezi Luisi, mimi ni Mngereza Mtambo, Hope Channel, Tanzania. Naam, kwa taarifa hiyo tunapata mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. Mimi ni Bonea Daniel, tafadhali endelea kubaki nasi.
Asante sana mtazamaji, na kabla ya kusonga mbele zaidi, hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Ibada kwa kanisa la Viziwi imefanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni, huku ikiongozwa na kiongozi wa misheni ya uinjilisti ulimwenguni. Mwenyekiti wa conference ya SEC ameyataka makanisa ya Waadventista wa Sabato kununua masomo ya sauti ya unabii kama njia bora ya kuwafikia watu wengi kwa neno la Mungu. Katika habari za kimataifa, kusini mwa Peru, viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamejitolea ili kuunda sehemu mpya ya ibada. Na katika habari za muziki na maburudisho, kwaya ya The Light Bearers watoa wimbo mpya. Asante sana mtazamaji, na hivi sasa tuangazie habari za kimataifa. Kusini mwa Peru, viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamejitolea ili kujenga nyumba mpya ya ibada. Tupate taarifa zaidi. Men and women united in faith and dedication. Wanaume na wanawake walioungana kwa imani na kujitolea wanafanya kazi ya kujenga kanisa jipya. Hivi karibuni litakuwa mahali pa ibada kwa jamii ya Chilca kusini mwa Peru. Viongozi kutoka kanisa la Adventista wa Sabato la Lake Union Conference nchini Marekani wametia mikono yao kazini ili kuleta maono haya katika uhalisia. Wajitolea kutoka kote ulimwenguni wanashirikiana kujenga kanisa hili jipya kwa ajili ya waumini waliokuwa wakikutana katika nyumba ya mtu. Na sasa nafasi hii mpya watapata fursa ya kumwabudu Mungu kwa faraja na urahisi zaidi. Kujenga kanisa ni mradi wa imani katika vitendo, si tu kubadilisha maisha ya kiroho ya jamii, bali pia kuamsha upya imani ya waliojitolea. Ingawa wengi wao hawakuwahi kuweka hata tofali la saruji hapo awali, waliamua kupitia mafunzo na kufanya kazi wakichochewa na hitaji kubwa na hali ya maisha ya wakazi wa kijiji hicho. Kile kilichowashangaza zaidi wajitolea wa kimataifa ni ari na shauku ya waumini wa Chilca. Hata bila mahali pa kufaa pa kukutania, imani yao haikupungua, badala yake ilizidi kuimarika. Kanisa hili ambalo karibu linakamilika ni ushuhuda wa imani na uvumilivu. Wakazi wa Chilca nchini Peru kwa muda mrefu waliomba kupata mahali pa ibada. Maombi yao yamejibiwa kupitia Project Amigo, mpango wa Maranatha Volunteers International, shirika lisilo la faida linalosaidia huduma na kushirikiana na kanisa la Adventista wa Sabato. Their prayers were answered through Project Amigo, an initiative of Maranatha Volunteers International. Kwa taarifa hiyo ya kimataifa, tunapata nafasi kuelekea katika taarifa za muziki na maburudisho, ambapo kwa juma hili tunayo kwaya ya The Light Bearers ambao wao wanakuja na wimbo wao mpya wenye ujumbe unaosema mwana wake Mungu. Hebu mtazamaji barikiwa na wimbo huu.
Naam, hongereni sana kwaya The Light Bearers kwa huduma njema mnayoifanya kupitia uimbaji. Naamini ya kwamba mnawagusa watu walio wengi. Mtazamaji, unaweza kutembelea katika mitandao yao ya kijamii ili uweze kupata nyimbo nyingi zaidi ambazo zitakubariki na kukusogeza karibu na Mungu. Mpaka hapo mimi nafikia tamati katika Mbiu ya Kusini na taarifa ya habari juma hili. Tafadhali ni kuombe tu ya kwamba endelea kutazama vipindi vingine vinavyokujia kutokea hapa Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Mbonea Daniel, kwa niaba ya wale wote walioweza kufanikisha taarifa hii ya habari kufikia, na kutakia usiku mwema.